maferemu. Klabu, ukisema klabu ya Simba au klabu ya Yanga, maana yake wafanyakazi wa klabu hiyo wapatikane pale. Leo hii sisi tukikwambia makao makuu. Mara kwanza mlikuwa Salamanda hapa Posta. Haijawahi Yanga kukaa Salamanda. Si ofisi za Yanga zilikuwa zinapatikana Salamanda. Yanga haijawahi kukaa Salamanda. Ofisi ya Yanga inapatikana Jangwani. Kuna ofisi ya rais, kuna ofisi ya mtendaji, Mtine ipo, kuna ofisi ya msemaji. Zote hizo ziko wapi? Zipo Jangwani. Mbona mara kwanza zilikuwa zinapatikana Salamanda? Kuna store ya kuhifadhia makombe. Nitajie Simba store iko wapi? Ukija ndio maana nikakwambia kuna viongozi wanaongoza mpira na kuna viongozi wanaongoza wauni. Hii ndio utakuja kuona viongozi wauni wako wapi na viongozi wa ukweli wapo wapi. Si ushaelewa? Na ndio maana nikakwambia Simba wanaongozwa na wauni. Vitu vingi vinapelekwa mbele nyuma. Vitu vingi vinapelekwa mbele nyuma. Sasa wewe nikuulize kitu kimoja. Hii moja na kugia umweke na watu wa Simba wote wanaenda. Kwa hiyo labda nikuulize leo, yule mzabuni Ambaruti. Sawa, mzabuni wa Ambaruti. Ambaruti. Yule mzamini Ambaruti. Sawa. Na Mohamed Dewji. Hapa kuja kutizama kwa asilia mwekezaji nani? Mwamba katoa B20. Mwamba katoa B38 kwa muda wa miaka 5. Haya sasa ndo nakuja vizuri, nataka niambie hivi. Yaani Simba ndio ukitaka kujua viongozi wauni. Sawa. Mohamed Dewji kapewa timu milele kwa bilioni 20. Mzabuni wa kutengeneza jezi. Sawa. Na katika hizo bilioni 20 na anapokea hisa ya 49% ya club. Anapokea Mohamed? 51 ya Simba, 49 ya kwake kwa B20. Kwa B20 tu. Sawa. Huyu mzabuni miaka 5. Sawa. Hii miaka 5 anawapa Simba bilioni 38. Kwa miaka 5. Sasa mwenye akili timamu hapa atanielewa. Yaani unampa mtu timu milele kwa bilioni 20. Unampa timu mtu miaka 5 kwa bilioni 38. Kwani hapo unaonekana viongozi wapo timamu? Sasa si Mwamba, unajua Simba kadri inavyozidi kwenda thamani inaongezeka. Kwa hiyo thamani inavyoongezeka, kwa hiyo mtu bado unampa timu kwa bilioni 20. Sasa kipindi hicho alipokuja Simba ilikuwa na thamani ya B20. Sasa hizi Simba imefika hatua ya nusu finali. Simba kwani GSM pala anaweka bei ngapi? Huyu sisi hatujaweka mwekezaji mpaka sasa hivi. Sisi tunataka Yanga Afrika, ndio maana kwamba Yanga Afrika inaongozwa na watu wanaenda shule. Kwanza inabidi ipatikane thamani ya klabu. Kwa GSM ni nani pale? Sawa. GSM mdhamini wa jezi, tumekubaliana na kuna mtu mmoja juzi jana kwa anaongea zuu Yanga zuu kwenye jezi, sisi hatumuulizi GSM swala la jezi. Sisi hatumuulizi GSM tunapata bei gani kwenye jezi, kwa sababu GSM yeye anatengeneza jezi. Yeye ndo analipa wachezaji mishahara. Yeye ndo anasajili. Yeye ndo anasafirisha timu. Huyo ni nani sasa hapo ndani ya Yanga? Mzabuni. Yaani mzabuni anafanya kazi zote. Si tumekubaliana? Sasa mbona kama Simba wenyewe wamekubaliana mpaka mzabuni wao ajenge uwanja? Shida iko wapi? Mwekezaji alipoingia madarakani wa Simba alisema anajenga uwanja. Sawa, atanunua basi la kifahari. Sawa. Anakuja kujenga spika, atakuja kujenga ofisi. Si ushaelewa? Tunakuja mzabuni kaja atajenga kiwanja. Na atawajengea Simba ofisi. Na atajengea Simba ofisi. Maana tokea mwekezaji kaja akasema atajenga ofisi hajajenga. Na atawanunulia gari. Mpaka leo mzabuni kaja anasema gari atanunua yeye na ofisi atajenga yeye. Kwa hiyo hapa mzabuni kati ya Mohamed Dewji sawa na Ambaruti. Nani mwekezaji? Ukiangalia wewe. Maana yake hapa inaonekana Mohamed anapigwa chini kimya kimya. Mohamed anapigwa chini kimya kimya. Hilo atakuja kushtuka baadaye. Sababu huwezi mtu akachukua miaka 5 bilioni 38. Anajenga kiwanja sijui, anatengeneza ofisi, ananunua basi la kifahari, alafu mwekezaji bilioni 20 mpaka leo hujajenga chochote. Umeenda kujenga uwanja wa mazoezi, alafu sio wa Simba. Nani? Pale unaitwaje bwana? Uwanja unaitwa Mo Arena, sasa uwanja wa Simba. Mo Simba Arena. Uwanja unaitwa Mo Simba Arena. Leo Mohamed anaondoka anasema anachukua uwanja wangu na mkamaraje. Yaani Simba katika subiri, uwanja unasoma Mo Arena. Mohamed ndo anaacha sana anachukua uwanja wake, unaenda kumdai vipi? Uwanja unasoma Mo Arena. Hapo amejikanyaga.
Hakuna Mo Simba Arena bwana, twende sasa hivi. Uwanja kwa maandiko Mo Simba Arena. Uwanja maandiko Mo Arena. Maana uwanja wa Mohamed sio uwanja wa Simba. Na ndio maana mzabuni kaja akasema atajenga uwanja. Susha leo. Uelewa vizuri na sawa. Kwa hiyo maana yake usiniambie Simba na uwanja. Uwanja wa mtu unasema wako. Hai mimi nimeazima gari hapo niseme yangu. Simba wanafanya mazoezi pale kama Yanga anavyofanya mazoezi Afiki. Afiki ni mali ya nani? Mali ya mtu binafsi. Ambaye ni nani huyo? GSM. Mali ya GSM. Sika tuweka tunafanya mazoezi ndio tuseme mali yetu ile. Yaani umepanga nyumba hapo unasema ndo nyinyi hapo. Umekaa nyumba kupanga sasa mimi kwangu pale. Mimi kwangu pale mimi nimepanga pale. Kwangu pale nyumba yako kama umepanga sasa mimi nimepanga pale. Unaanza mimi kwangu pale kwangu wewe umenunua. Akili za kuambiwa changanya ana zako. Kwa hiyo muuni pale muuni nani uwanja wake ule. Kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna mtu yeyote asiyojua uwanja unaitwa Mo Arena. Nani asiyojua? Kama uwanja unaitwa Mo Arena sawa. Mohamed ndo huyu kashaanza chokochoko kwa sababu bilioni 28, bilioni 38 kila kitu ajenge. Lazima Mohamed ataenda kujadili. Kwa sababu kachukua mpaka vitu vya Mohamed. Vile Mohamed anasema atanunua vyote kachukua yeye. Ndio Mohamed sasa mimi natoka sasa. Nachukua uwanja wangu. Wanaenda kumshtaki wapi? Wanaenda kumshtaki wapi? Kwa hiyo ili Simba wanakosea. Uongozi wa Simba wani mzalamo wanaweza kupanga mambo hayo? Uongozi ndio unaofanya hivyo kukosea. Bwana mimi nataka tumalize na kulizungumzia hili hapa. Mmechanga pesa nyingi sana, mmeonesha umoja, amani pamoja na mshikamano kwa ajili ya kwenda kumkabidhi msemaji wa klabu ya soka Young Africans. Alikuwa na uwezo wa kuilipa milioni 5 lakini mliona si haba. Ametutumikia sisi wananchi na bado anaendelea kutupa furaha. Ngoja tufanye kile ambacho sisi tulikuwa tunakiwish kwa ndugu yetu Ali Shaban Kamwe. Mmemkabidhi hapo jana milioni 5. Kwa hili kwanza wanayanga niwapongeze, lakini pia nataka kusikia maoni yenu. Mlipokelea vipi hili swala kwa sababu lakini pia vile hilo moja kuna jingine pia ningependa tulizungumzie ila tukianzia kwa hapa. Labda nikuambie kitu kimoja. Ali Kamwe ni msemaji wa Yanga Afrika. Ali Kamwe anaisemea Yanga Afrika. Ali Kamwe kapigwa adhabu kwa sababu ya kuipambania Yanga Afrika. Susha leo. Sisi tumehamasika kwa sababu Ali Kamwe anaenda kupewa adhabu kwa sababu ya klabu yetu. Na Ali Kamwe mwajiriwa wetu. Sio kama Ali Kamwe hela hana. Ali Kamwe anapokea mshahara si chini ya milioni 20 kwa mwezi. Mbona umeni surprise? Hii nakwambia. Hila sisi kwa mahaba yetu kwake. Susha hiyo? Penzi cha roho. Sawa, kwa mahaba yetu kwake kwa kupambania timu yetu tukaona haina budi yeye ya kutoa hela yake. Sisi klabu yetu tutampambania Ali Kamwe. Sisi tutachangia Ali Kamwe. Na tumemwambia asiogope kuiongelea Yanga. Asiogope kuiongelea Yanga sehemu inaponewa. Sehemu ya ukweli pambana ongea. Usiogope chochote. Soma hiyo. Kaajiriwa kwa ajili ya kuipambania Yanga. Susha kaajiriwa kwa ajili ya kuipambania Yanga Afrika. Na sisi tumemwonyesha kwa sisi hatujamtelekeza kwa sababu zipo vilabu vingine wasemaji wakifungiwa wanatelekezwa. Klabu gani? Sijasema klabu gani. Nimesema zipo klabu zingine wakufungiwa watu ambao wanatelekezwa. Sisi msemaji unasema marafiki zenu au? Mimi si msemaji, mimi nimekuambia. Sisi marafiki zenu hawaje kufungiwa. Sisi tumeonyesha. Sawa. Msemaji wetu hii nenda karibu. Upendo baina yetu sisi na yeye. Na sio yeye tu peke yake. Wote watu wa Yanga tunafanyaje? Tunapendana. Sawa. Wewe unataka kuona waambie wao wamechangisha mchango wamsaidie ndugu yao aende kulipa mpaka leo mpatikana ngapi? Mimi bwana hapo nataka ni doubt kidogo.
Na hili kama nataka tulizungumzie tuleke kama mjadala. Umezungumzia kuhusiana na Young Africans mna upendo. Unakumbuka kuna video ilikuwa na trend ya bwana Chengula, shabiki wa Yanga. Alisema alipata ajali lakini alimpigia simu Ali Kamwe kwa sababu ya 1 2 3 Ali Kamwe alishinda, lakini Ahmed Ally alitoa shilingi 50,000. Nikiwa na maana hizi 10 zikiwa 5, Ali alienda kumsaidia, Ahmed Ally alienda kumsaidia Chengula kwenda kupona, kwenda kumhudumia shabiki wa Young Africans. Hilo Lakini Ali alishindwa. Hilo tunasema mna upendo, tulizungumzia hili. Hiyo ujue kuna mtu anaweza kuongea kwa utashi wake na yeye anavyoona. Kwa sababu mimi matatizo nilipata. Wewe nadhani ulikuwa shahidi. Sawa? Na ndio maana nikasema Yanga na upendo kwa sababu mimi nilipata matatizo. Wewe ulikuwa shahidi na ulikuja nyumbani kwangu. Mimi mechi ya JKT Tanzania. Sawa, na Yanga Afrika. Sawa. Navyorudi kutoka kwenye mechi nilipata ajali. Sawa. Nilichangiwa na watu wa Yanga, wa Tanzania pamoja na wa Marekani. Sawa. Walinionyesha upendo kwangu. Kwa hiyo mimi sizungumzi mtu mwingine kama yeye hajapata upendo. Lakini sio hali pekee yake, hata mimi nilipata upendo. Walinichangia na nyumbani wakaja. Si ushaelewa? Kwa hiyo mimi siwezi kumdauti mtu, sijajua kama kweli au si kweli. Aliongea kipindi anaumwa au kaja kuongea kipindi kapona? Kapona. Sasa huwezi kuchangiwa umepona. Mimi niliongea naumwa. Si ushaelewa? Mimi nimeongea kipindi naumwa nipo ndani. Sawa? Na watu wakaja. Tena nikwambia mimi kaja swali kama mpaka pamoja na mjumbe wa Yanga. Siwezi kumtaja. Ila na mjumbe wa Yanga akaja. Mpaka babangu mzazi akashangaa, mwanangu, mpaka Yanga wanakusamini hivi. Si ushaelewa? Huo ni nini? Ni upendo wa klabu. Sasa kama utaumwa umekaa kimya kusudi baadaye upone uje kuwakosoa watu, sasa tukushangai. Na wala tujibishane wewe, tunyamaza kimya, lakini kwa watu wa Yanga tunasaidiana. Ukitaka kuona alisaidia yule bonge wa Simba. Bonge wa Simba. Yule wa Mlandizi. Si alienda skeli kule bigi. Skeli ya kwenda. Kwa hiyo leo watu waende kumwangalia shabiki wa Simba mwacho wa Yanga. Kweli na kuingia kilini. Sisi Yanga tuliwahi kumchangia Jimanale po Simba anaumwa.